Mheshimiwa Hassan Selemani Mtenga, mbunge wa Mtwara mjini, sasa aulize swali lake. Je, lini serikali itaagiza mazao ya mbaazi na ufuta kusafirishwa kupitia bandari ya Mtwara? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mazao ya mbaazi na ufuta ni kati ya mazao yanayozalishwa na mikoa ya kusini mwa Tanzania na kuuzwa katika masoko ya kimataifa. Tofauti na zao la korosho, usafirishwaji wa mazao hayo hufanyika baada ya kusafishwa kwenye viwanda ambavyo vingi viko Dar es Salaam. Hivyo usafirishaji hufanyika kupitia bandari ya Dar es Salaam ambayo iko karibu na viwanda hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuwezesha mazao ya mbaazi na ufuta kusafirishwa kupitia bandari ya Mtwara yakiwa na viwango vya masoko ya nje, serikali kupitia mamlaka ya nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imetoa tangazo expression of interest la kukaribisha kampuni zilizo tayari kujenga miundombinu ya kusafisha mbaazi na ufuta karibu na maeneo ya uzalishaji mkoani Mtwara na Lindi. Tayari kampuni 5 zimejitokeza. Baada ya mchakato kukamilika, zitaunganishwa na waendesha maghala ili kuwezesha kampuni hizo kukusanya na kuhifadhi mbaazi na ufuta kabla ya kuuzwa kupitia minada ya kidigiti. Mheshimiwa Hassan Selemani Mtenga. Kwanza nishukuru majibu mazuri ya serikali. Nina swali la nyongeza 1 na 2. Kwa kuwa serikali tayari imeshaleta mbolea kwa ajili ya zao la korosho na kwa sasa mvua zimeshaanza kunyesha mkoa wa Mtwara, maeneo mengi ya vijijini barabara huaga hazipitiki kwa wakati. Je, ni lini serikali itaanza sasa kugawa mbolea hizo? Lakini swali la pili, msimu wa mwaka jana kulikuwa na matatizo ambayo yalijitokeza kwenye vyama vya msingi. Malipo kwa wakulima wa korosho yalikuwa yanasuasua sana. Je, mmejipangaje serikali kwa mwaka huu wa msimu malipo yaende sawa bila malalamiko kwa wananchi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi nimpongeze tu Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtwara, Mheshimiwa Mtenga, kwa kufuatilia wakulima wake hususan wa zao la korosho. Jambo moja ambalo nimhakikishie tu kwamba sisi serikali kupitia Wizara ya Kilimo tumetangaza mbolea inapofika ianze kusambazwa kwa wakulima. Na nitumie foramu hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwaambia wale mawakala wote wa usambazaji waanze kupeleka katika maeneo ambayo yamekusudiwa kuwafikia hususan katika maeneo hayo. Lakini kuhusu malipo ya korosho, serikali tunaendelea kuboresha utaratibu ili kuhakikisha wanalipa kwa wakati, na maelekezo ambayo aliyatoa waziri katika mwaka uliopita ni kwamba mkulima alipe ndani ya siku 7 na utaratibu huo umeendelea kutekelezeka. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia ili kuhakikisha mkulima acheleweshewi malipo yake. Asante. Asante.